Je, kila dhambi ni sawa au kuna dhambi ndogo na dhambi kubwa mbele za Mungu? Katika video hii nitakupa mtazamo ambao Biblia unao juu ya dhambi. Mpaka mwisho wa video hii utaelewa kabisa nini Biblia inasema kuhusiana na swali hilo. Karibu sana katika video hii, naitwa David. Twende moja kwa moja katika swali letu. Mara nyingi na sehemu nyingi tumefundishwa kwamba kila dhambi ni sawa. Je, Biblia inasema hivyo? Tutaangalia maandiko mbalimbali ambayo yanaelezea juu ya hiyo mada. Lakini kutokana na mafundisho mengi ambayo tumefundishwa, tunafahamu kuwa kila dhambi ni sawa. Lakini sidhani kama Biblia inasema kitu hicho au inamaanisha hivyo. Nadhani maana halisi ya kusema kwamba kila dhambi ni sawa, watu huwa wanamaanisha kuwa kila dhambi ina uwezo kupeleka kuzimu na kupeleka motoni. Lakini haimaanishi kwamba kila dhambi ni sawa. Moja kwa moja tuanze katika kitabu cha Luka sura ya 12 mstari 47 na 48. Unasema, na mtumwa yule aliyejua mapenzi ya bwana wake akijiweke tayari, wala hakutenda mapenzi yake, atapigwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya astahilio mapigo, atapigwa kidogo. Na kila aliyepewa vingi, kwake huyo vitatakiwa vingi. Naye waliyemwekea amana vitu vingi, kwake huyo watataka na zaidi. Unaona? Kwa kwanza kabisa, kuna mtu ambaye anafanya dhambi kwa kujua, kama tulivyosoma hapa. Lakini kuna mtu ambaye anafanya dhambi au anafanya makosa kwa kuto kujua. Tayari hawa watu wawili Mungu anawachukulia kwa utofauti na anawahukumu kwa utofauti. Wote watapata hukumu, lakini yule ambaye alifanya kwa kujua na anajua kuwa hii kitu ni dhambi, nimeamuriwa nisikifanye, na yeye akafanya, basi Biblia imeeleza kuwa atapigwa sana. Unaona? Atapigwa sana. Kwa mpaka hapo unaanza kuona kwamba ukubwa wa dhambi unatokana na nini? Unatokana na maarifa aliyonayo mtu. Kama mtu anafahamu kuwa kufanya jambo hili ni dhambi na bado akalifanya, basi hukumu yake inakuwa kubwa zaidi ya yule mtu ambaye hakufahamu. Tuende pia kwenye kitabu cha Yohana sura 19 mstari wa 10 na 11. Hapa ni muda ambao Yesu alikuwa amekutana na Pilato, anaenda kuhukumiwa, anaenda kusulubiwa. Na haya ndiyo yalikuwa maongezi ya kati ya Pilato na Yesu. Basi Pilato akamwambia, usemi na mimi? Yaani, mbona uongei? Mbona umekaa kimya? Hujui ya kuwa mimi nina mamlaka ya kufungua, nami nina mamlaka ya kusulubisha? Yesu akamjibu, wewe usingekuwa na mamlaka yoyote juu yangu kama usingepewa kutoka juu. Kwa hiyo yeye aliyenitia mkononi mwako ana dhambi iliyo kubwa zaidi. No. Utajiuliza kama kuna dhambi ndogo au kubwa. Hapa utaona. Utapata jibu kabisa moja kwa moja. Unaona? Yesu anamwambia Pilato kwamba wewe una dhambi, ndio. Dhambi yako ipo. Lakini yule mtu ambaye alinitia mimi mikononi mwako, aliyenisaliti, amwangalia Yuda Iskarioti, Yuda ana dhambi kubwa zaidi. Ana dhambi kubwa zaidi kuliko dhambi yako. Unaona? Na dhambi ya Yuda imekuwa kubwa kwa sababu Yuda alikuwa rafiki wa Yesu. Alikuwa anamjua Yesu. Alikuwa anajua kuwa Yesu amejaa Roho Mtakatifu. Alikuwa anajua kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Alikuwa anajua vitu vyote. Lakini kwa kutokana na ugumu wa moyo wake aliamua tu kumsaliti. Unaona? Kwa hiyo ukubwa wa dhambi ya Yuda unatokana na maarifa aliyokuwa nayo.
anajua vitu vingi. Unaona? Na alikuwa mtu wa karibu na Yesu. Ameona vitu vingi. Lakini bado aliamua kumsaliti kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo je, kuna dhambi ndogo au kubwa? Zipo. Unaona? Zipo. Mambo ya Walawi sura 20 mstari wa 10 nasema, na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, na yeye azinie na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika watauawa. Utajiuliza kwamba hizi kweli hivi ndio ilikuwa staili ya leo na kale kwamba kila dhambi mtu anauawa? Hapana. Ilikuwa ni baadhi ya dhambi. Unaona? Huwa na sheria nyingi kama hizo, usikia jicho kwa jicho, jino kwa jino na nini. Unaona? Kuna mambo ulikuwa ukifanya unabidi utoe mbuzi. Na mengine ukifanya inabidi utoe ng'ombe. Unaona? Lakini kuna mengine ukifanya hauna cha kutoa inabidi uwawe. Kama ukiua inabidi uwawe. Unaona? Kwa hata hukumu za Agano la Kale za Torati zilikuwa zinaangalia ukubwa wa tatizo. Kama leo hii ukienda mahakamani, hawezi kusema kwamba eti kila aliyeiba atafungwa miaka 20 gerezani. Haijalishi ameiba nini. Hapana. Ukiiba baskeli utakuwa na kifungo cha miezi labda mwaka. Lakini umeiba, umeenda kuvunja benki, umeiba bilioni, kesi ya tofauti kabisa hiyo. Unaona? Mtu ameua, mwingine ameua watu 20, inakaua mtu mmoja. Nadhani hukumu zitakuwa tofauti hapa, lazima ziwe tofauti. Unaona? Kwa hawezi kuwa sawa. Mungu hawezi kumhukumu mtu aliyeiba penseli shuleni au daftari na mtu aliyeiba kitu chenye thamani sana. Hukumu haiwezi kuwa sawa. Kuna kitabu cha Paulo nadhani au Petro, inaitwa The Apocalypse of nadhani Paul au Peter. Inaongelea maono ambayo alichukuliwa akapelekwa kuzimu na akaanza kuonyeshwa mateso mbalimbali wanayopewa watu. Lakini alichoona ni kwamba kila dhambi, kila mtu alikuwa anapata mateso kutokana na dhambi aliyoifanya. Mateso hayakuwa sawa. Unaona? Kila mtu alipata mateso alipata hukumu kutokana na dhambi aliyofanya. Na tunafahamu kuwa Mungu wetu ni Mungu wa haki. Ufunuo sura 22 mstari wa 18 na 19 anasema, namshuhudia kila mtu asikiaye maneno ya unabii wa kitabu hiki. Mtu yeyote akiongeza, Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki. Unaona? Kwa hiyo hapa inaonya, nadhani sana sana mstari huu unaonya juu ya manabii wa uongo. Unaona? Walimu wa uongo. Manabii wa uongo. Walimu wa uongo. Kwamba wao watapata hukumu kubwa zaidi. Hukumu itakuwa kubwa zaidi kuliko ya watu wengine. Mtu ambaye atakuwa anaongeza vitu katika neno la Mungu. Unaona? Kwa hapa inadhihirisha kuwa hata kuzimu hukumu haitakuwa sawa. Hukumu itategemea na kosa ambalo mtu huyo amelifanya. Lakini mwisho kabisa tuangalie dhambi ambayo haisameheki, au hata kama ikisameheka basi itakuwa ngumu sana kusameheka. Na dhambi hiyo imeandikwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 kuanzia mstari wa 31 na kuendelea. Dhambi hii ilitokea pale Yesu
kuponya mtu ambaye ni nadhani bubu, kiziwi na kipofu, nadhani alikuwa ana issue. Yesu alimwombea yule mtu akapona. Kwa watu walishangaa. Lakini Mafarisayo wakasema amna, huyu mtu anatumia mashetani, anatumia Beelzebuli kumtoa, anatumia pepo kumtoa pepo. Huyu mtu ni mwongo. Lakini Mafarisayo walikuwa wanauelewa kabisa wa maandiko, walikuwa wamesoma maandiko, wanajua. Umeona? Na kuna muda Nikodemo alikuja akamwambia Yesu kwamba sisi tunajua, sababu Nikodemo alikuwa ni Farisayo. Sisi tunajua kuwa wewe umetoka kwa Mungu. Kwa sababu hakuna mtu ambaye anafanya ishara kama hizi ambazo unazifanya wewe. Kwa hiyo Mafarisayo walikuwa wanafahamu. Lakini waliamua hatuwezi kumwamini. Hata kwa sababu alikuwa anawachukulia watu wake, alikuwa anawaibia, anawachukulia washirika wao. Ndio maana alikataa kumwamini. Sasa hapa Yesu anawaambia, kwa sababu hiyo anawaambia kila dhambi na kila neno la kukufuru watasamehewa wanadamu, ila kwa kumkufuru Roho hawatasamehewa. Na mtu yeyote atakaye nena neno juu ya mwana wa Adamu atasamehewa, bali atakaye nena neno juu ya Roho Mtakatifu hatasamehewa katika ulimwengu wa sasa wala katika ule ujao. Je, kuna dhambi ndogo na kubwa? Je, kila dhambi ni sawa? Kila dhambi sio sawa. Nadhani kuanzia leo fahamu hilo. Unaona? Hata dhambi iliyoangamiza Sodoma na Gomora na miji ya pembeni yake, dhambi ambayo ilimchukiza Mungu. Unaona? Na hata miji kama Ninawi ambayo Yona alitumwa, ilikuwa ni miji ambayo imejaa ukatili, sema uuaji. Au kipindi cha Nuhu pia uuaji ulikuwa unazidi katika nchi. Sasa usema kuwa dhambi ya kuua na dhambi ya kudanganya ni sawa, haileti maana. Na najua kuna kitu umepata kidogo. Unaweza like, acha like kwenye hii video kama kuna kitu umejifunza. Kama una swali unaweza kauliza, nitakuwa tayari kulijibu. Kama unapenda hizi video, endelea kuangalia video yangu nyingine ambayo unaiona katika screen yako hapo, na kuna kitu utapata. Mungu akubariki.